Hamjambo wapenzi watazamaji, karibu tena ndani ya maendelezo ya uchanganuzi. Tunafahamu kwamba Bi Samia Suluhu amekuwa akinyoshewa kidole cha lawama kwa jinsi ambavyo anazidi kuiendesha serikali ya muungano wa Tanzania. Na siku hii ya leo kuna habari mbaya ambazo zimeweza kutoka Marekani, na mtazamaji, huenda zikaweza kuleta taabu kubwa sana kwa wananchi wazalendo wa Tanzania. Kabla niweze kukupa na kukufafanulia taarifa hii, mtazamaji, kwa wale ambao hawajasubscribe, huu ndio wakati mwafaka. Weza kuchukua sekunde yako moja, bonyeza kidude ambacho kipo chini ya video hii ambacho kimeweza kuandikwa subscribe. Cha pili, weza kuturn on notifications ili uweze kupata kanda zetu zote pindi tunavyoziweka katika mtandao wa Vox News Africa. Mtazamaji, mimi kama mtetezi wa Watanzania, kuna jambo ambalo ningeweza kutaka kuwaelezea. Trump ambaye ni rais wa Marekani ameweza kutoa onyo kali kwa Rais Samia Suluhu. Mwezi uliopita kuna maandamano ambayo yaliweza kufanywa ili kuweza kutetea na kukataa uongozi wa Bi Samia Suluhu, kwa maana kabla Samia Suluhu hajaweza kuteuliwa kama rais mara ya pili, aliweza kuwatumia majaji pamoja na jeshi la polisi kama machawa wake ili kuweza kufanikisha manifesto ya kuweza kukichukua kiti cha urais kwa mara ya pili. Siku hii ya leo, mpenzi mtazamaji, kuna taarifa ambazo zimeweza kuchipuka kutoka Marekani, na mtazamaji, taarifa hizi si nzuri. Ningependa kuweza kuwasomea taarifa hizo ili mtazamaji muweze kugundua ukweli wa mambo kwamba Samia Suluhu analiendesha taifa la Tanzania kuelekea mahala pa hatari. Tunafahamu kwamba mtazamaji, Marekani imekuwa ikitoa msaada mkubwa sana katika nchi za Afrika, lakini ifikapo mahala ambapo rais wa Marekani anasema kwamba Tanzania inaongozwa na dikteta, Trump alitoa taarifa na kusema kwamba serikali na kunyoshea kidole cha lawama kwa Rais Mama Samia Suluhu, kusema kwamba mfumo wake wa kiserikali ni hafifu sana, na hivyo basi umeweza kudhihirisha udhaifu wa serikali ya muungano wa Tanzania. Jambo la kwanza, Rais wa Amerika Donald Trump ameweza kupiga marufuku raia wa Tanzania kuingia nchi yake. Watanzania wengi huenda Amerika ama USA kuweza kutafuta ajira, kuweza kuendeleza masomo kwa minajili ya matibabu, lakini Samia Suluhu amefanya jambo ambalo mtazamaji, sijui ni nini haswa kitaweza kukomesha, lakini Donald Trump ameweza kukataa Watanzania kuingia Amerika. Their visas have been scrapped off, na kusema kwamba hatutaki Watanzania ndani ya Amerika. Jambo ambalo mtazamaji, kwa hakika ni pigo kubwa sana. Ni kwa nini Trump aliweza kuwawekea Watanzania vikwazo? Jambo la kwanza, tunafahamu kwamba Samia Suluhu ni rais ambaye amekuwa akinyoshewa kidole cha lawama kwa kuongoza nchi ya Tanzania kwa kimabavu. Amekuwa akitumia vyombo vya dola kuweza kuwanyamazisha wananchi ambao wanajaribu kutetea haki zao. Ameweza kuteka nyara wale wanaharakati, akiwemo kiongozi wa upinzani wa chama cha Chadema ambaye ni Tundu Lissu. Ni kwa nini? Kwa sababu alisema kwamba huyu ambaye ni Tundu Lissu aliweza kuisaliti nchi ya Tanzania, jambo ambalo mtazamaji si kweli, kwa maana
kiongozi wa upinzani alikuwa anaitetea haki, alikuwa anatetea maslahi ya Watanzania. Na mtazamaji, katika tangazo lake Donald Trump alitaja udhaifu wa serikali ya Tanzania katika mifumo ya uchunguzi, uhakiki na utoaji wa taarifa kuhusu raia wake. Mwezi wa Oktoba mwaka jana, mwaka 2025, tarehe 29 kulikuwa na uchaguzi katika nchi ya Tanzania. Lakini kile ambacho ni cha kushangaza zaidi ni kwamba maelfu ya Gen Z ama vijana waliweza kupoteza maisha yao huku wakijaribu kuweza kutetea haki zao, kusema kwamba Bi Samia Suluhu hafai kuchaguliwa kama rais wa muungano wa Tanzania. Na kila ambacho walikipata ni mauti. Samia Suluhu alitumia nguvu zaidi wakati wa uchaguzi, kwa maana wananchi walikuwa wakiandamana na kukataa uongozi wake, kusema kwamba Bi Samia Suluhu must go. Samia Suluhu ananyoshewa kidole cha lawama kwa ukandamizaji wa haki za Watanzania. Yale mambo ambayo yanasemwa, yale mambo ambayo yanafanywa katika serikali ya Samia Suluhu, hataki kuwasikiza wananchi wa muungano wa Tanzania. Kile ambacho anakitaka ndicho ambacho anakifanya, jambo ambalo mtazamaji limechangia pakubwa nchi za nje ikiwemo Amerika, Marekani kuweza kukataa wananchi wa Tanzania kwa sababu ya Bi Samia Suluhu. Mtazamaji, Watanzania walikuwa wakiandamana na kusema kwamba Bi Samia Suluhu aweze kumwachilia Tundu Lissu, kwa maana yeye alikuwa anatetea haki za wananchi, alikuwa anapambana ili Watanzania waweze kupata haki, lakini kile ambacho alikipata ni kuweza kuhukumiwa, kupelekwa mahakamani na hatimaye kuweza kufungwa gerezani kwa tuhuma za uhaini. Yaani aliweza kujaribu kuweza kuisaliti nchi, jambo ambalo mtazamaji tunafahamu fika kwamba ni uongo, na aliweza kubambikizwa tuhuma hizo za kuweza kusaliti nchi. Samia Suluhu huenda mtazamaji akakosa kumaliza muhula huu wake wa pili. Kulingana na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa na watetezi wa haki, jinsi ambavyo wananchi wanazidi kulia, jinsi ambavyo wananchi wanazidi kuteta kusema kwamba waliweza kumchagua ama kiongozi Samia aliweza kujichagua, ni jambo ambalo linazidi kuibua gumzo sana mitandaoni. Na mtazamaji, kile ambacho Bi Samia Suluhu hajui ni kwamba haki huenda ikatendeka wakati wowote na Watanzania wakapata ukombozi. Karibu mtazamaji, hapa ni Vox News Africa. Tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa pamoja na yale yote ambayo yanazidi kuchipuka hapa nchini. Cha muhimu, weza kuungana nasi kwa kusubscribe.